Kuna balaa kubwa ambalo limeenea, balaa ambalo limeenea katika jamii ya watu, balaa ambalo limeenea katika sehemu mbalimbali. Ala wa hiya balwatu sihr, nalo ni jambo la uchawi. Leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tunataka kulipambanua jambo hili, kulifunua na tuweze kukubainishia wewe kama mtazamaji, wewe ambaye unaitufuatilia katika vipindi vyetu, ili uweze kujua khuturat as-sihr, hatari ya uchawi na madhara yake jinsi yalivyokuwa ni makubwa. Kuna uchawi ambao unaitwa uchawi wa kula, au katika lugha ya kitaalamu wanaita sihrun maakul, ni uchawi wa kula. Yani mtu anafanyiwa uchawi wa aina hii wa talasin, lengo lake atengenezewe mtu au afanyiwe mazingira, awekewe ili aweze kula ule uchawi. Ni katika aina za hatari sana za uchawi, sihrun nujum. Na wanaofanya uchawi huu wa nujum ni watu ambao khubara, watu ambao waliobobea, wataalamu. Kuna watu wamebobea katika mambo hayo kiasi ambacho anaweza akayafanya mambo haya yakaleta matatizo makubwa, yakaleta madhara makubwa katika jamii kwa watu wakaathirika kutokana na yeye kufanya mambo kama haya. Unapokuta khat watu wamemwaga pengine kama maji, la tujawiz hadha almakan, usivuke sehemu hiyo. Kwa nini? Inaweza ukavuka ukapatwa na mambo ambayo wewe yatakukera, yatakuudhi, yatakuletea mabalaa makubwa, yatakuletea matatizo makubwa. Kwa hiyo utakapokuta kitu kama hichi, chukua tahadhari ndugu mtazamaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ayuha almushahidun alkiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadha alliqa. Ndugu watazamaji, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, kwanza kabisa nipende kukuomba jambo moja, kwamba usipite hii video ambayo imekufikia, basi jitahidi usiweze kuipita, kwa sababu huenda biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ikakupa faida kubwa sana, faida ambayo hukuitarajia kuipata, faida ambayo hukutarajia kwamba utakutana nayo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria umeweza kukutana nayo. Basi jaribu kutulia, uweze kuifuatilia angalau kwa muda wa dakika 10-15, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala utakuwa ni mwenye kupata faida kubwa sana sana. Ndugu watazamaji, leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala hanatakallam an shay'in muhimmin jiddan jiddan. Leo tutazungumzia jambo muhimu sana sana, na ni kadhia ambayo khatira, ni kadhia ambayo ina hatari kubwa. Ndugu zangu katika iman na wale wengine ambao ni watazamaji, fi hadha zaman, katika zama zetu hizi ambazo tulizonazo, intasharat balwatun kabiratun jiddan, kuna balaa kubwa ambalo limeenea, balaa ambalo limeenea katika jamii ya watu, balaa ambalo limeenea katika sehemu mbalimbali. Ala wa hiya balwatu sihr, nalo ni jambo la uchawi, balaa la uchawi. Hili ni balaa ambalo limeenea sehemu kubwa sana ya jamii, bihaithu inna kathiran minan nas, kiasi ambacho watu wengi katika jamii, yaanuna min hadhihi alwartati almutaaffina, wamekuwa ni wenye kupata maumivu kutokana na hili tatizo ambalo mutaaffina, tatizo ambalo ni baya, kutokana na ubaya wake, kutokana na kuwa ni jambo ambalo lenye madhara makubwa katika jamii. Hivyo jamii imekuwa ni yenye kupata madhila makubwa sana kutokana na hili balaa, bisuratin mubashiratin au ghairi mubashira, kwa sura ya moja kwa moja au sura ambayo isiyokuwa ya moja kwa moja. Kuna watu ambao wameathirika. Leo unaweza ukakuta
mtu ameathirika ikawa ni athari kwake yeye, au mtu anaweza akaathirika na mwingine aliyekuwa naye ikawa ni athari kwake yeye. Famathalan, leo mume akapata athari ya sihr, athari ya uchawi ambao mtu huyu amesibiwa na uchawi huo, inaweza ikawa ni athari kwake, lakini pia inaweza ikawa ni athari kwa mtu mwingine ambaye pia anaweza akawa ni mke wake, wanaweza wakawa ni watu wake wa karibu, wanaweza wakawa ni watu ambao wanaomzunguka, wanaomtegemea. Athari hii inaweza ikawa ni mubashir au ghairi mubashir, ni athari ya mtu kumpata moja kwa moja, au athari inaweza ikampata mtu na ikasababisha kuwapata wengine pia athari hiyo. Falyawmu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, nuridu an nakshifa hadha al-amr, tunataka kulipambanua jambo hili, kulifunua. Wa an nubayyina, na tuweze kukubainishia wewe kama mtazamaji, wewe ambaye unaitufuatilia katika vipindi vyetu, ili uweze kujua khuturat as-sihr, hatari ya uchawi na madhara yake jinsi yalivyokuwa ni makubwa. Wa an nubayyina anwaa as-sihr, tutakubainishia biidhnillahi subhanahu wa ta'ala aina za uchawi, uweze kuzijua na uweze kujua athari yake namna gani inavyopatikana. Wa a'rada kulli naw', na tutakubainishia arad ni yale ambayo mtu anayapata pale ambapo atakapokuwa amesibiwa na uchawi. Kitu gani atakipata, vipi atakuwa ni mwenye kujisikia, hali gani ambayo atakuwa nayo. Hivyo tutakubainishia haya mambo ili uwe katika diraya, uwe katika uelewa, uwe katika fahamu, uwe katika wai ambayo ni mutakamil kuhusiana na jambo zima la uchawi. Wa madha yajibu ala almashur, na ni kipi ambacho kinawajibika kwa mtu ambaye amefanyiwa uchawi. Tutakubainishia kitu gani ambacho kinawajibika wewe ambaye umekuwa ni muhanga wa kupata tatizo la uchawi. Madha yajibu alaika an taf'ala, nini ambayo ni wajibu kwako wewe kufanya jambo hilo. Baada an taarifa, baada ya kuwa umejua annaka ma'mulun lah, kwamba wewe umefanyiwa uchawi, umerogwa, umefanyiwa sihr, nini ambacho unawajibishwa wewe kuweza kukifanya. Ndugu zangu, anwa'u sihri ithnani, aina za uchawi ziko aina mbili. La thalitha lahuma, hakuna aina ya tatu ala wajhi al-ard, katika ardhi hii, katika dunia hii. Dunia nzima ukizunguka mashariki al-ardhi wa magharibiha, mashariki mwa dunia na magharibi yake, hautokuta aina ya uchawi zaidi ya hizi aina mbili ambazo nuridu an nadhkurahuma lak, ambazo tunazotaka kukutajia ili uweze kuzielewa. Aina ni mbili tu. Aina ya kwanza, ndugu mtazamaji, ni sihri ambayo inaitwa sihru talasim, sihri ambayo inatumia talasimu. Uchawi unatumia talasimu. Uchawi namba moja ni uchawi ambao unautumia talasimu. Tunaposema talasimu, maana yake imma kalamun maqru, ni maneno ambayo yanayosomwa, au kalamun maktub, au ni maneno ambayo yenye kuandikwa. Hii inaitwa sihri talasim. Siku zote mchawi anaweza akachukua maji akasomea sihr, maneno ya kichawi, au akaandika fil waraqa maneno ya kichawi akayafanyia kazi, na mtu akafanyiwa aina hii ya uchawi wa sihri talasim, akawa ni mwenye kusibiwa na uchawi kama huu. Kwa hiyo aina ya kwanza ni sihri ambayo inaitwa sihru talasim, sihri ya talasim, na siku zote maneno yao huwa ni maneno ambayo ghairu mafhuma, maneno ambayo hayajulikani. Na hata leo unaweza ukawauliza watu ambao wanaofanya amalia tasihr, kazi ya uchawi, ukawauliza kitu gani ambacho wanachokiandika na kina maana gani na maneno gani ambayo wanayozungumza,
wakashindwa kukupa majibu, kwa sababu wanazungumza vitu ambavyo hata wao wenyewe hawavijui, isipokuwa wamevichukua tu sehemu wakavitumia, au kutoka kwa mashaitani ambao ni wabaya, wakayatumia kwa ajili ya kuweza kuwapelekea athari watu wengine, kuwaumiza watu wengine, kusababisha maisha ya watu wengine kwenda vibaya, wahakadha, kwa malengo ambayo wao wako nayo. Kwa hiyo aina ya kwanza ni uchawi ambao unaitwa sihru talasim. Wa tahta hadha an-naw', na chini ya aina hii ya uchawi ambao tumesema sihru talasim, thalathatu furu', kuna vipengele, kuna matawi matatu katika uchawi huo. Kipengele cha kwanza, ndugu mtazamaji, ni kipengele ambacho kinaitwa sihrun ma'kulun. Katika uchawi wa talasim kuna uchawi ambao unaitwa uchawi wa kula, au katika lugha ya kitaalamu wanaita sihrun ma'kul, ni uchawi wa kula. Yani mtu anafanyiwa uchawi wa aina hii wa talasim, lengo lake atengenezewe mtu au afanyiwe mazingira, awekewe ili aweze kula ule uchawi. Hii ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni uchawi ambao unaitwa sihrun mashrubun, ni uchawi wa kunywa. Yani unatengenezwa ule uchawi, mtu anakunywa. Na uchawi wa aina ya tatu ni uchawi ambao unaitwa sihrun marshushun, ni uchawi ambao unamwagwa sehemu katika njia ambayo mtu anaweza anapendelea kupita katika maeneo hayo, au ni mazingira ambayo anatembea sana katika mazingira hayo. Kwa hiyo inatengenezwa mazingira, unamwagwa uchawi huo katika sehemu hizo, ili akipita aweze kuweza kupatwa na uchawi kama huo. Kwa hiyo tumesema sihru talasim ina aina tatu chini yake, ambao ni sihrun ma'kul, aina nyingine ni sihrun mashrubun, aina nyingine ni sihrun marshush, ni uchawi wa ambao umemwagwa mtu akavuka, wa hakaza. Na hizi aina zote za uchawi, ambao aina hizi mbili za kwanza ambao ni sihrun ma'kul na sihrun mashrub, mara nyingi huwa mchawi anazitengenezea kuna kitu ambayo inaitwa maddatul laziqa, mada ambayo inatengenezwa ambayo ina mazingira ya kuganda. Katika wale ambao waliobobea huwa wanatumia mazingira hayo, wanatengeneza wanatumia mada ambayo inaitwa maddatul laziqa au lasiqa, ambayo mada ile inachanganywa na ule uchawi maakul au mashrub, kiasi ambacho mtu atakapokuwa amekunywa au ameula, iwe ni vigumu uchawi huo kutoka katika tumbo lake, kuwe kuna ugumu, ili athari iweze kukaa muda mrefu, mtu huyu aweze kupata athari kwa muda mrefu. Kwa hiyo uchawi huu unaitwa sihrun ma'kulun na mashrub, lazima watumie mada ambayo inaitwa almaddatu allaziqa au allasiqa kama dhakarna. Wa hudusu hadhihi alfuru', na kupatikana matawi haya matatu ya uchawi huu wa aina ya kwanza tulioitaja, ambao ni sihru talasim, fi biatina, katika mazingira yetu, ni amrun mutawaqqa wa mumkin, na ni jambo ambalo linawezekana. Leo watu wanaishi katika majumba ya kupanga, leo watu wanaishi katika majumba ambayo yana mchanganyiko ndani yake. Kwa hiyo unaweza ukaishi na watu ambao wanaona mafanikio yako, lakini nafsi zao zinawauma. Kwa hiyo wanakutengenezea mazingira ya kukuwekea wewe uchawi kama huu, ili uweze kupata athar, ili usiweze yale mafanikio kuendelea kutokea kwako wewe. Au mtu anaweza akawa anaishi na mume wake vizuri, wana furaha, watu wakamtengenezea uchawi huu ili kuweza kuiondoa furaha ile katika jamii, katika mazingira yao. Na kuna watu ambao wanafanya mambo bila aibu. Mtu anaweza akachukua, umeweka maji yako pale labda kwenye kizingiti chako karibu na mlango wako, mtu akaja akakuwekea bila kujua. Au mtu akachukua wakati unapika chakula, umefunika, umeacha nje, wewe umeingia ndani, unaendelea na shughuli zako, mtu akaja akafunua akakuwekea vitu kama hivi. Kwa watu walivyo na hasadi katika nafsi zao, chuki katika nafsi zao, wanapoona mafanikio ya wengine, mtu anakuwa yuko tayari kukufanyia jambo ambalo yeye mwenyewe, yani jambo ambalo wewe mwenyewe ukiambiwa kwako wewe unaweza ukaona ni jambo zito sana, lakini kwake, kwa kuwa ameazimia kukuharibia,
na kukufanyia kitu ambacho kitakachokuharibia maisha yako, yeye ataona kwamba ni kitu ambacho ni chepesi kabisa. Kwa hiyo hizi furuu ambazo tumezitaja ni furuu ambazo mumkin alhudus katika bia ambayo tunazoishi leo hii za changanyikeni, na hasa katika nchi zetu hizi mathalan za Afrika tumezoea kuishi mchanganyiko. Tunaishi katika mazingira ambayo yani mtu anaweza akaingiliana na huyu na huyu na huyu bila kujali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo haya yanapotokea wakati mwingine ni utokeaji ambao unawezekana. Aina ya pili, ndugu mtazamaji, ni sihri ambayo inaitwa sihrun nujum, uchawi wa nyota, uchawi ambao unatumia nyota. Yani, na huu uchawi ambao kutumia nyota ni uchawi ambao unategemea tawafuqul a'dad, yani kuwafikiana idadi. Yani kuna mambo ambayo kimahesabu yanatumika na kuna mambo mengine ambayo yanaweza tawafukati ambazo zinaweza kuwa sio za adad, ambazo pia wanazitumia katika kuweza kutengeneza uchawi kama huu ambao ni uchawi ambao ni akhtar. Yani hadha naw min akhtari anwa'i sihr, ni katika aina za hatari sana za uchawi, sihrun nujum. Na wanaofanya uchawi huu wa nujum ni watu ambao khubara, watu ambao waliobobea, wataalamu. Kuna watu wamebobea katika mambo hayo kiasi ambacho anaweza akayafanya mambo haya yakaleta matatizo makubwa, yakaleta madhara makubwa katika jamii kwa watu wakaathirika kutokana na yeye kufanya mambo kama haya. Na huu uchawi wakati mwingine unaitwa yusamma bisihr irsalin an bu'din, ni uchawi ambao unaweza kutumwa kutokea mbali. Yani hautegemei paka mtu aje akuwekee kwenye chakula, hautegemei paka mtu aje akuwekee kwenye kinywaji, hautegemei mpaka mtu aje umwage njiani uweze kuvuka, hautegemei hivyo, bali mtu anaweza akawa yuko kilomita za mbali kabisa, lakini akaufanya uchawi huo akautuma ukaweza kukufikia na kukuletea athari ambayo athari itakayokuwa mbaya. Na tukikurudisha nyuma kidogo katika uchawi wa marushushu, siku zote ni uchawi ambao ukimwagwa huwa una utaratibu wake pia wa kumwagwa. Kuna watu yani huwa umwagwe ovyo ovyo, na wenyewe huwa wanasema lazima umwagwe katika mstari ambao ulionyooka. Yani siku zote uchawi wa kumwagwa huwa unamwagwa katika mstari ulionyooka. Kwa hiyo hadhari, unapokuwa umetembea mathalan ukakuta kitu kimemwagwa katika sura ya kunyooka, tahadhari alla tujawiza hadha satr, usiweze kuvuka katika sehemu hiyo. Limadha qad yusibuka ma takrahu. Kwa hivyo huu ni aina moja ya uchawi ambao uliokuwa sio, ni uchawi ambao uliokuwa mbaya. Kwa hiyo utakapokuta khat watu wamemwaga pengine kama maji, la tujawiz hadha almakan, usivuke sehemu hiyo. Kwa nini? Inaweza ukavuka ukapatwa na mambo ambayo wewe yatakukera, yatakuudhi, yatakuletea mabalaa makubwa, yatakuletea matatizo makubwa. Kwa hiyo utakapokuta kitu kama hichi, chukua tahadhari ndugu mtazamaji. Wa hadha an-naw', na aina hii ya uchawi ambao tumesema sihrun nujum, la yumkinu lis-sahir an ya'mala as-sihra bihadha an-naw' illa ba'da talabi athari al-mashur. Hawezi mchawi akaitumia aina hii ya uchawi ambao ni uchawi tunaita uchawi wa nyota kama tulivyosema, au sihru irsali an bu'd, uchawi wa kutuma kwa mbali, isipokuwa baada ya yeye kutafuta athari ya yule mtu ambaye anayekusudiwa kufanyiwa uchawi. Imma itakuwa ni akataka mathalan thawb, nguo, au akataka zafur, kucha, au akataka mathalan sha'r, nywele, au akataka kitu chochote ambacho kinahusiana na kiwiliwili cha huyu mtu, ili mradi kitumike katika kuweza kutekeleza uchawi huu wa sihr an-nujum. Na ndio maana ukaitwa sihr irsali an bu'd, lazima mtu apate athar. Kwa nini mtu anafanya sura hii ya kutafuta athar? Kwa nini mtu atafute athari ya yule mtu ambaye anayekusudiwa kufanyiwa uchawi? Anatafuta mathalan nguo yako ambayo ya ndani uliozoea kuivaa, ambao unaivaa mara kwa mara, na hasa mara nyingi huwa wanatafuta ile nguo ambayo haijafuliwa, ambayo bado ina jasho lako, kwa sababu wanasema
katika wataalamu wanasema majasho ya watu wote katika dunia hayalingani, hayafanani. Kila mtu ana jasho lake. Jasho la huyu sio la yule, sio, ni kama vile hizi basamat katika kidole. Basamati za kila mtu, basma, kila mtu ana basma yake. Ndio maana zinatumika sana katika kutilia saini. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mmoja ana basma yake. Na hivyo hivyo jasho linalotoka irq, jasho linalotoka katika kiwiliwili cha mwanadamu, likulli wahidin, kila mmoja ana jasho lake binafsi. Kwa hiyo mtu inatafutwa jasho kwa ajili ya kazi ambayo itakayokwenda kutumiwa kule. Warada fi baadhi alkutub, imepokelewa katika baadhi ya vitabu ambavyo vya fani ambavyo vinaelezea mambo haya ambayo wanayoyafanya, anna sahira yushimmu alkhadima raihata dhalika alathar, anna as-sahira yushimmu alkhadima raihata dhalika alathar, mchawi anachukua ile athari ya nguo yako, kama ni nguo, kama ni zafr, kama ni sha'r. Baada ya kuzifanyia kazi ya uchawi, anatafuta khadim, kwa sababu uchawi kwa ufupi, uchawi huwa ufanyi kazi isipokuwa lazima awepo khadim. Na huyo khadim anaitwa khadimu sufli. Ni khadim sufli, yani kuna khadim al-ulwi na khadim sufli. Huyo khadim sufli ni aina ya shetani ambalo linalotumika katika kuweza kuwatumikia watu katika kuweza kutekeleza athari za uchawi. Kwa hiyo lazima apatikane khadim. Uchawi wa aina yote lazima apatikane khadim wa kuweza kuufanyisha kazi ule uchawi. Kwa hiyo wanasema anachukua ile athari, anamnusisha yule ambaye ni khadim wa ule uchawi huo ambao umetengenezwa. Ananusishwa nini? Ananusishwa lile jasho lake, jasho la yule mtu aliyelengwa. Akishanusishwa, thumma yursiluhu liyatlubaka fi ayi makanin fil ard au ala al-ard, kisha anatumwa yule akutafute popote utakapokuwa katika ardhi, katika dunia hii, uwe Ulaya, uwe wapi, uwe kokote utakapokuwa, ala kaukabil ard, juu ya hii tufu la dunia, atakutafuta. Kwa sababu majini wamepewa uwezo mkubwa, mashetani wamepewa uwezo mkubwa, wanaweza kusafiri kwenda mbali, sehemu za mbali, wanakwenda sehemu ambazo binadamu kikawaida hawezi kufika katika sehemu hizo. Lengo nini? Akishatumwa, thumma yabda fi ta'thirika, kisha anaanza kukuwekea athar, anakuwekea athari zile ambazo umetaka, kama ni maumivu, kama ni maradhi, kama kukuwekea mazingira ya wewe usikubalike kwa watu, au kukuwekea vitu ambavyo vitakuwa vibaya, kukuletea matatizo mbalimbali, kuwafarikisha watu na vitu kama hivyo, anaanza kuvitekeleza yule khadim. Kama ametumwa wakati mwingine, Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na hawa sharara, makhadim wengine wanatumwa kwa mtu kwa ajili ya lengo hata alqatl, wakati mwingine kutengeneza mazingira ya kumtoa hata uhai wake. Waalamu, natambueni ndugu zangu ambao mnaotazama video hii, anna hadhihi al-adrar, madhara hayo ambayo atakayoyaleta huyo khadim wa uchawi ambaye katumwa kwa ajili ya kuja kukufanyia uchawi, qad yakunu adraran ma'nawiya, yanaweza akawa ni madhara ya kimaana, wa qad yakunu adraran jasadiyan, na anaweza kuwa ni madhara ya kimwili. Kimaana maana yake nini? Min al-khumul, unaona mtu anapata uvivu, kwenda kazini hataki, akienda kazini anahisi tabu, kukaa kwenye ofisi anahisi shida, anakosa, yani anahisi uvivu, khumul inamtawala mtu huyu. Lengo nini? Aharibiwe kile ambacho anachokifanya. Lakini pia al-kur, karaha, mtu kuwachukia watu bila sababu. Mtu anaweza akamchukia mmewe, mume akamchukia mke, mambo yakaenda tafrani, kila mmoja akawa anafanya yani katika vitu ambavyo lengo ni kuwaharibia hawa maisha yao yaweze kwenda katika sura ambayo isiyokuwa sawa sawa. Al-iktiab, lakini pia mtu anaweza akapata iktiab, ham, humum, dhiq, akapata dhiki katika nafsi yake, asipate raha, kila anapokaa anahisi shida, anahisi mazingira ambayo yani ni magumu kwake yeye. Adam shahia, kutopata, yani tunasema kutopata, yani tunasema shahia, matamanio, mtu kutomtamani mkewe, mke kutomtamani mumewe,
mazingira ambayo yanawapelekea watu ila tafriq, katika kuwatenganisha. Wa qad yakunu adraran jasadiyya, lakini pia yanaweza kuwa madhara hayo ni madhara ya kimwili biolojia, ambayo yanayotokana na biolojia, yani madhara ya kimwili nani, katika vitu ambavyo vinavyohusiana na mwili wa mtu, kama vile asudaa, maumivu ya kichwa. Mtu akaumwa kichwa sana, kichwa ambacho kinaumwa bila sababu, mtu anahisi maumivu makali. Alamu dhahar, maumivu ya mgongo unamuuma, mtu anahisi maumivu makali kiasi ambacho maumivu anashindwa kuyavumilia wakati mwingine. Lakini pia alamul qadamain, maumivu ya miguu miwili, nyayo zinamuuma, miguu inamuuma, maumivu ambayo ni makali, anashindwa kuyavumilia. Haya yote yanaweza kuwa ni natija ya uchawi ambao mtu kafanyiwa. Lakini pia irtifaa dhaghti dam, pressure mtu kupanda, au inkhifad, au pressure ya kushuka. Mtu anaweza akaona kwamba kwa nini pressure yangu inakuwa haikai sawa, anafanyiwa vipimo, anaona bado ile hali inaendelea. Kumbe ni mtu ambaye kafanyiwa sihiri aweze kupata maradhi kama hayo, asiweze kupiga hatua katika maisha yake, asiweze kupata mafanikio katika maisha yake, kwa sababu ya uchawi ambao ameweza kufanyiwa. Wa kullu ma yataallaq bi amradil jasadiyya, na kila kinachohusiana na maradhi ya kimwili. Umefanyiwa lile, umefanyiwa hili, unahisi maumivu haya, mgongo, tumbo linakusumbua, wengine matumbo ya uzazi unamsumbua, matatizo, mtu anaweza kafanyiwa asizae, akawa mtu hapati uzazi, mtu akawa anaishi mazingira ambayo ni magumu, biashara zake haziendi, mambo yanakwenda hovyo. Sababu gani? Sababu ya sihri ambayo amefanyiwa. Na inaweza ikawa kwa aina zote ambazo tumezitaja, imma inaweza ikawa sihr at-talasim au ikawa sihr an-nujum ambao ni mursal an bu'd. Yote haya ni vitu ambavyo vinatumika katika uchawi huu aina mbili, ambao ni katika uchawi unaitwa sihrul aswad, uchawi mweusi ambao unaotumika, sihr al-aswad ambayo inaotumika kwa wingi sana katika dunia ambayo tulionayo leo hii. Wa qad yatihu al-marid fi hadha al-amr, lakini pia mgonjwa anaweza asielewe kwamba mimi nimesibiwa na nini. Kila anachoumwa akienda kupima hospitali, anaenda kwenye anafanyiwa fuhusat, vipimo, anaingizwa kwenye mijhar, katika vipimo vya kuangalia ndani, lakini anakuta hamna kitu, lakini akitoka viki inaendelea pale pale. Na wakati mwingine vinaweza ikaonekana una shida kweli katika moyo, kumbe shida hiyo chanzo chake sio mazingira ya kawaida, lakini yametokana na mazingira ya sihr. Kwa hiyo wakati mwingine watu wawe na tahadhari, unapoona kila unapofanyiwa ilaji ya ile, mathalan ilaji ya unafanyiwa ilaji labda ya tumbo linakuuma au moyo unakupa matatizo, ukaona ile ilaji unatumia lakini haileti natija, basi shukka fil amr, tia shaka katika jambo na uchukue hatua mapema. Chukua hatua mapema, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo mtu akipatwa aina ya uchawi kama haya tuliyosema, kad yatii, anakosa mwelekeo, nifanyeje? Yani anakosa namna ya kufanya katika hichi ambacho kimeweza kumkuta. Kwa hiyo arad ziko nyingi. Arad manake zile alama mtu anaweza akajigundua kwamba nimefanyia uchawi. Anaweza kuwa labda katika uchawi wa kula, tumbo likao linakuuma sana, mazingira ya tumboni huyaelewi. Ukiwa uchawi wa kuruka, nyayo zinaanza kukuletea matatizo, miguu inaanza kukuuma. Na uchawi unaweza ukaingilia kwenye miguu alafu ukaenda ukazalisha mengine katika mwili wako. Lakini pia katika uchawi wa kunywa hivyo unaanza kuleta matatizo katika tumbo, mgongo, kitu kinazunguka tumboni, kinazunguka mgongoni, kinazunguka katika mwili, uelewi kinaanzia wapi. Kumbe sababu yake ni sihr maakul au mashrub. Sihr mursal an bu'd inaweza ikawa sudaa, maumivu ya kichwa, maumivu ya aina mbalimbali, kukosa raha, kukosa yani amani, utulivu unakosekana, kuhisi mazingira mabaya. Kwa hiyo na vitu kama hivyo ambavyo vinaweza kumtokea mtu pale ambapo atakapokuwa amefanyiwa uchawi katika hizi aina ambazo tumezitaja. Swali la kujiuliza, limadha yadhhabu almar'u ila as-sahir
liyashara ahadan min bani adminatin. Kwa nini mchawi yani mtu anatoka na kufunga safari kwenda kwa mchawi ili kumfanyia uchawi mmoja katika wanadamu? Lengo lake ni nini? Anataka nini? Ni swali la ajabu ambalo mtu anatakiwa pia lakini kujiuliza, kwa nini? Yani imekuwaje mpaka mtu anafunga safari kumfanyia uchawi mtu? Jambo la kwanza inaweza kuwa ilqa'u dharari ilayhi, kumdhuru tu. Yani mtu kaona bwana huyu bwana nataka nimdhuru tu apate madhara. Jambo la pili, tafriqu baina zawjain, mtu ameona hao watu wanaishi kwa raha, wameoana, ndoa hii na furaha, mtu anataka itenganishe ile ndoa, watu wakose furaha katika ndoa. Jambo la tatu, ta'til, kuharibu. Wa tahta raqam 3 furu', na chini ya hii namba 3 ambayo tumesema at-ta'til kuna furu', yani kuna matawi mengi ambayo yanashuka chini ya ta'til. Jambo la kwanza, ta'tilun 'ani zawaj, kuna watu mtu anakwenda katika kwa mchawi, lengo anataka haribu ndoa ya, kuna ndoa inataka ndoa imefungwa, watu wanaishi vizuri, anataka iharibu ile ndoa. Au mtu anaweza akaenda akafanya ta'til anil khutuba, watu wamechumbiana, uchumba unakwenda vizuri, mtu kaambiwa bana fulani kachumbiwa na mtu fulani, mtu anaona fulani mbona kama atafanikiwa, fulani mbona maisha yake yatakuwa mazuri, mtu anaingiwa na kitu anakwenda kumfanyia sihiri mtu ili kuharibu ule uchumba. Jambo la tatu, ta'til anil amal, kuwaharibia watu kazi. Mtu anaona fulani mbona anapata kazi nzuri, mbona biashara ya mtu huyu inaenda vizuri, mbona ameanza kuwa alikuwa hali nyama anakula nyama, sasa alikuwa hali samaki anakula samaki, nafsi na ngoja na mimi nikamfanyia ili mradi asipate vile vitu na yeye arudi katika mazingira magumu. Lakini pia ta'tilul wadhaif, kuharibu wadhifa za watu, vyeo vya watu, sehemu za watu. Kuna watu wanatumia mambo hayo kuwaweza kuwaharibia watu. Wa hadha algharad huwa sha'i'un jiddan fi hadha zaman, na hili lengo la kuharibiana, la kuvurugiana katika haya mambo ndiyo jambo ambalo limeenea sana katika zama zetu hizi tulizo nazo. Ndugu zangu ambao mnaonitazama, waalamu, tambueni anna kulla hadhihi alasbab, sababu zote ambazo tumezitaja hizo, allati min ajlihi yadhhabu almar'u ila sahir, ambazo kwa sababu yake anakwenda mtu kwa mchawi, liyashara ghayrahu, ili amfanyie uchawi mwingine, tarji'u ila shay'in wahidin, zote zinarejea katika kitu kimoja, wa huwa alhasad, zote zinarejea katika kitu hasadi tu. Hasadi imeenea zama zetu tulizonazo, husda. Mtu akifanikiwa kidogo basi watu washaona hasad. Mtu akipiga hatua kidogo hasadi inaenea. Mtu akifanya jambo fulani hasadi anafanyiwa. Mtu akionekana anakuja juu anafanyiwa hasad, hasadi juu ya hasad. Kwa hiyo kitu kinachoharibu mazingira haya na kuwafanya wachawi waweze kufanya kazi na kuwafanyia uchawi watu wengine ni hasadi peke yake. Lidhalika, kwa ajili hiyo, warada fi shari'ati al-islamiyya, imepokelewa katika sheria ya Kiislamu, nahyun kabirun an tahasudin nas, makatazo makubwa ya watu kuhusudiana. Makatazo makubwa sana yamekuja katika sheria ya Uislamu. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la tabaghadu, katika hadithi akasema, la tabaghadu wala tahasadu wala tanajashu, msichukiane, msitengenezeane hasadi, wala msipangiane mipango mibaya, ukampangia mwingine mambo ambayo siokuwa mazuri. Na hasadi inaanzia kwenye chuki, yani mtu anaanza anachukia, alafu anaingia na kufanyia hasad, alafu anapiga hatua mbele kukupangia mipango ambayo iliyokuwa mibaya. Ndio hao wengine kutoka, mtu anakwenda kwa wachawi kwa ajili ya kukufanyia mabaya ili wewe uweze kuharibikiwa mambo yako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tena, iyyakum wal hasada, jiepusheni na hasadi, acheni kuwa na hasad. Unapomuona mtu amepewa kitu, amepewa jambo fulani, amefanikiwa katika mambo fulani, usiwe na hasadi juu yake, bali wewe ni kuomba na wewe usogee katika maeneo hayo aliyofika mwenzako, na wewe uwe katika hali hiyo. Sio muombe mtu haribikiwe, arudi chini, aporomokewe. Hii sio utaratibu katika dini yetu ya Uislamu. Sisi imefundishwa kwamba hasadi ni kitu ambacho kibaya, kinapigwa marufuku. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud anasema katika maneno yake, akasema,
la tuadu ni'am Allah, msifanyiane uadui katika neema za Allah. Allah anawapa waja wake. Mtu akipewa, wewe usifanyie uadui. Uadui utakupelekea kumfanyia hasadi, mwishoni hasadi itakupelekea kumfanyia sihr, utakwenda katika kufanya mambo ya uchawi. Wa hadha alkalam wa maana hadha alkalam kana yanha sababan yuaddi ila alhasad, na maana maneno haya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alikuwa anakataza sababu ambayo itampeleka mtu kuingia katika hasad. Ndugu zangu ambao mnaonitizama, kanzi kubwa ni mtu kudumu na adhkar, na pia na wahusieni sana kuweza kusoma suratul Falaq daima, muda mwingi. Jitahidi kusoma suratul Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Kifirisha kusoma sana dua hizi. Lakini jambo jingine, ikiwa unahitaji msaada zaidi wa kuweza kusaidiwa, pengine umeshapatwa na majambo kama haya, watu wamekuhusudu sana, watu wamekuharibia sana, basi namba ziko hapo chini, utapiga namba hizo ili uweze kupata msaada biidhnillahi subhana wa ta'ala, na mambo yako yaweze kukaa sawa sawa. Mambo ya ta'til zawaj, ndoa ambazo watu wamezitengenezea mazingira ziharibike, ta'til yani tijara, mambo ambayo yanahusiana na biashara, ta'til yani al-amal, watu kufanyana mabaya katika kuharibiwa kazi, ta'til yani al-khutuba, ta'til yani al-ilm, kufanyia mabaya katika mtu kuweza kufanya kutafuta elimu, au katika uchumba wa watu wanaofanyia mabaya ili uharibike. Basi piga namba hizo ambazo ziko chini hapo, biidhnillahi subhana wa ta'ala utaweza kupata aunan kwa taufiki ya Allah subhana wa ta'ala. Tuko tayari kwa ajili ya kusaidiana kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, sanutabiu alhaditha fi halqati alqadima. Astaudiukumullah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamwomba Allah subhana wa ta'ala tukinge na shari alhasidin, na shari za wachawi, na yeye ndio mweza wa kila kitu.